Naitwa Salome Meshaki Materu, ni afisa elimu taaluma halmashauri ya jiji la Tanga, sehemu ya elimu ya awali na msingi. Kuna mradi ambao umeendeshwa katika halmashauri yetu unaitwa Teaching at the Right Level, ambao ni miongoni mwa miradi iliyoko ndani ya Tanga yetu, ambayo imetufikia kupitia msimamizi wa mradi ambaye anaitwa Dr. Godfrey Tell, na mimi pia nikiwa nashirikiana naye kuhakikisha mradi huo unaendeshwa vizuri katika shule zetu za msingi katika halmashauri ya jiji la Tanga. Mradi huu ulivyoingia katika halmashauri yetu ulihusisha shule 20 tu, lakini nianze kusema kwamba lengo la huu mradi ilikuwa ni kuondoa changamoto ya wanafunzi ambao hawajui kusoma na kuhesabu kuanzia darasa la 3 mpaka darasa la 6, ambao kwa bahati mbaya katika ule mfumo rasmi hawakuweza kumudu hizo stadi za kusoma na kuhesabu. Kwa hiyo shule zilizochaguliwa katika awamu ya kwanza zilikuwa ni shule 20 tu, lakini halmashauri yetu ina jumla ya shule 83 za serikali. Hivyo basi, katika utekelezaji wa mradi huu tulipata mtaalamu ambaye amesoma hii mbinu ambayo inaitwa the Teaching at the Right Level. Akafika katika halmashauri yetu akiwa na msimamizi wa mradi, ambapo waliwafundisha wataalamu wetu 8 wakiwa wadhibiti ubora wa shule 4 na maafisa elimu kata 4. Kwa hiyo jumla tukawa na wataalamu 8. Wataalamu hao 8 waliwafundisha walimu wetu 40, yaani walimu kutoka katika shule zetu 20. Walikuwa walimu wawili, hivyo kuifanya jumla yao kuwa walimu 40. Mbinu ya Teaching at Right Level, kama nilivyosema, imekuja kuondoa kwa haraka changamoto za wale watoto ambao walishindwa kumudu stadi za kusoma na kuhesabu kwa muda uliotakiwa. Mbinu hii ilikuwa inafanya kazi ndani ya siku 30 na kuleta mabadiliko. Katika hizo shule 20 kwenye kipengele cha kuhesabu tulikuwa na jumla ya watoto 630 waliokuwa na changamoto katika kuhesabu. Kwa kufuata taratibu ambazo walimu wetu walifundishwa na wataalamu, ambapo ni kundi la kwanza lenye siku 10 za mwanzo, watoto walipimwa na wakafanyiwa huo ufundishaji. Kwa hiyo ndani ya siku 30 tulikuwa na watoto 630 wasiojua hesabati. Baada ya siku 30 watoto 521 waliweza kumudu zile stadi za hesabati, ambao ni sawa na 83% ya watoto ambao walibainika katika hizo shule 20. Kwa upande wa kusoma kulikuwa na watoto 472 ambao walikuwa wamebainishwa. Ndani ya siku 30 watoto 376 waliweza kumudu stadi hizo, ambazo ni sawa na 96%. Hii mbinu ina namna yake, ina taratibu zake, kwa hiyo inagawanywa katika kwa sehemu 3. Tunakuwa na 10 la kwanza, watoto wanapimwa tena. Wakishapimwa kuna ambao wanasogea kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Unawaweka tena kulingana na jinsi hiyo mbinu inavyofanya kazi, ambayo walimu walishafundishwa vizuri. Hata mimi pia ni miongoni mwa watu ambao tulipatiwa mafunzo namna mbinu ya Teaching at the Right Level inavyofanya kazi.
Kwa upande wa halmashauri yetu, kama nilivyosema awali, shule zilizoshiriki ni 20 tu. Lakini changamoto bado ni kubwa. Tumeweza kufanikiwa kwa kiasi hicho, lakini uhitaji bado ni mkubwa, kwa sababu kila shule tunakutana na changamoto za watoto wasiojua kuhesabu na watoto wasiojua kusoma. Kwa hiyo ombi letu kwa waliotufadhili katika mradi huu ni kuona au kuwaomba namna gani wanaweza kutusaidia kufikia shule zetu zote za halmashauri ya jiji la Tanga. Bado uhitaji ni mkubwa, ili tuweze kuondoa tatizo au kufuta kabisa au kupunguza kwa kiasi kikubwa watoto wasiojua kusoma na kuhesabu. Kwetu sisi imekuwa ina manufaa makubwa, kwa sababu walimu waliopatiwa hii mbinu wanaendelea kuzitumia hata baada ya ule mradi kufikia mwisho, kwa sababu ilikuwa tu ni shule chache ambazo walikuwa zinatumika kama kuona hiyo mbinu kweli inaweza kufanya kazi vizuri, na imeweza kuonesha matunda kama nilivyokwisha kueleza, asilimia ya ufaulu baada ya watoto kupimwa nini kilitokea. Kuna swali watu wanajiuliza kwamba hii mbinu ina tofauti gani sana na mbinu nyingine zinazotumika. Lakini naweza kusema ni kama tu ilivyo kwenye, labda naweza nikasema kama vile tunavyofundishwa kwenye labda malaria, kuna kuwa na neti, kuna kutumia dawa za mbu kuzuia watu wasipate malaria. Lakini inapotokea kuna kuwa na dawa ambazo zinaondoa ule ugonjwa. Ndivyo ilivyo kwamba mtoto anafundishwa kwa kutumia zile mbinu za kila siku, lakini inapotokea basi amepita hajajua kusoma na kuhesabu, hii mbinu inakuja inajazia pale mahali kuhakikisha lile tatizo linaondoka kabisa au kupungua kwa asilimia kubwa. Tunao mafanikio makubwa na ushahidi wa kutosha kutoka kwa wazazi na wanafunzi ambao wameshiriki katika mradi huu. Kwa hata tukifika shuleni tunaweza tukawakuta kwamba furaha ya watoto imerudi. Watoto wanafurahi kwamba watu walifikiri labda mtoto ana changamoto kwenye ubongo, labda amezaliwa ana changamoto, lakini wapo ambao kupitia ushahidi wa walimu na wazazi walibaini kwamba hawakuwa na changamoto kichwani, isipokuwa tu ni changamoto katika ufundishaji ambazo hii mbinu nayo iliweza kusaidia. Tunaweza tukapita katika shule zetu na tukaona hizo shuhuda zikiwepo. Katika mradi huu jambo ambalo nilijifunza ni kwamba matumizi makubwa ya zana, urafiki kati ya walimu na wanafunzi na ushirikiano kati ya wazazi na walimu unaweza kuleta mabadiliko makubwa katika ujifunzaji wa watoto. Katika mbinu hii ilifika kipindi ambacho wale walimu wanaowafundisha watoto wakichelewa kuingia darasani, watoto ndio waliokuwa wanafuata walimu kuwakumbusha kwamba mwalimu, kipindi chetu ni muda sasa umefika. Na hata walivyokuwa wanahitimu, kwa sababu hii mbinu ina hatua zake kwamba akiweza kumudu kitu fulani anakuwa amemaliza. Bado baada ya kuhitimu wale watoto walikuwa hawataki kuondoka katika yale madarasa.